Dada Janeti, karibu. Asante. Umetusikia wapi? Kiukweli nishasikiaga muda mrefu lakini nilikuwa sifuatilii. Ulikuwa fuatilii? Lakini kuna sehemu nina kufanya kazi. Kwa mama mmoja hivi. Ulikuwa unafanya kazi? Kazi gani? Hii ya ndani. Okay. Nilikuta na watoto watatu, nikakaa nao wale watoto. Sasa alikuwa na binti yake ambaye alikuwa pale nyumbani. Tulipokuwa tunakaa naye pale, baba wale watoto akawahitaji, wakaondoka. Kwa mimi ndo nikawa sina tena kazi. Lakini ule binti kwa kuwa nilikaa na watoto wake vizuri alinipenda. Kwa pale kazi ilivyoisha nikarudi kwa dada yangu. Nilivyorudi ndio dada akanipigia simu kwamba nimekutafutia kazi. Yule ulioishi naye. Kaambia wapi? Kwa Joyce. Yeye ushe kumsikia, kaambia ndio ushe kumsikia. Kaambia sina nauli, akanitafutia nauli nikaja hapa. Kwa hiyo ulikuwa wapi? Kibaha. Ulikuwa Kibaha. Kwa hiyo bosi wako wa zamani ndio akakutafutia hapa. Kwa sababu uliishi naye vizuri. Kwa sababu niliishi na watoto wake, afu kitu kingine napenda watoto. Unapenda watoto? Wow. Okay. Kwa hiyo akakwambia nimekutafutia kazi kwa Joyce. Ndio nikamwambia sina nauli, akamwambia una nauli, hadi nauli kakutumia. Hadi nauli ya matumizi akanitumia. Wow. Nilikuwa unaishi naye wapi? Huko kwa Kibaha. Kibaha. Ndio ulikuwa unaishi na bosi wako? Okay. Kwa hiyo ulimwambia una nauli ya kuja huku da. Hapa nani kakuleta sasa? Yeye mwenyewe ndo kanifanyia process yote. Ndo kanileta. Ndo kakuleta. Yeye anaishi Kibaha? Amna, ipo huko anafanya kazi. Yeye anaishi huku da. Sehemu gani? Ni Mbezi. Mbezi. Kwa hiyo akakutumia nauli, ukaja. Ulikuja kwake au umekuja moja kwa moja kwetu? Nikuja moja kwa moja. Ulikuja kwa moja kwa moja hapa? Ulipofika akakuuliza umeshafika? Kaniuliza ushafika. Kaambia nimefika, akasema haya. Umepokelewaje? Kazi. Akakwambia utapata kazi. Wow. Safi sana. Kuna watu wengi tayari wameshaanza kutuelewa. Kwa sababu ndio maana mimi napenda kufanya hichi kipindi. Kwa sababu ni kipindi kinachoonyesha maono yetu. Sisi tuna maono makubwa sana kusaidia wanawake watoke kwenye umaskini. Lakini wale wanawake ambao wako tayari kujipambania. Na wale wanawake ambao wapambanaji. Nimependa sana umesema umemsaidia kulea watoto vizuri. Watoto watatu ni watatu. Na umesema unapenda watoto. Napenda watoto sana. Unapenda watoto sana. Wow, tutakupeleka sehemu ya watoto. Of course wateja wetu wengi wana watoto na wangependa kupata wadada ambao wana moyo kama wakwako, yani watayari, kwa sababu kuna dada mwingine anakuambia sehemu ya watoto hapana, lakini ukimwangalia unamwona kabisa huyu dada atakuja kuolewa. Hata kama asipoolewa anaweza akatundikwa hata mimba huko juu kwa juu, kwa hiyo mtoto wake atamwachia nani? Umeona Kwa hiyo mtu anaonyesha kabisa hapendi watoto, lakini bado yuko kwenye stage ambazo zinaonyesha atakuja na yeye kuzaa mtoto wake, aidha kwa kuolewa au tu kwa kuzaa, kwa sababu si wote waliozaa wameolewa, wengine wamezalishwa. Ndio hivyo kutokana na maisha. So nimekupenda kwamba umekuwa ni mdada unaye, yani watu tofauti. Sio wadada wengi wanao declare wanapenda watoto, sio, ni wachache sana. Kwa hiyo nafikiri utapata nyumba yenye watoto. Si unapenda watoto? Utafurahi sana kwa sababu hata dadangu mkubwa nimelea watoto wake karibia na sisi ni 4. Wow. Sasa huyu wa 5 nilikuwa ku Dar es Salaam, akamwambia njoo kwa sababu unakaa na wanangu vizuri, nikamwambia sasa ninatafuta kazi. Lakini kipindi nilivyoenda mwezi wa 12 2023 nikuta nimejifungua mtoto wa kiume. Wale watoto walikuwa wanamkataa watu wengi. Lakini mimi nilipoendelea siku ya kwanza tu mtoto akanikubali. Nikamlisha chakula. Lakini mamangu alisema kwamba eti mtu anayependa mtoto hawezi kuwa na watoto. Hawezi kuwa na watoto? Hiyo imani ya mamako hiyo, hapana. Mamako amesema mtu anayependa watoto hawezi. Anayependa watoto sana hawezi kuwa na watoto. Kwa nini? Kwamba una uzazi? Sijajua. Anamaanisha nini? Hawabariki. Mungu hawabariki watoto. Wanaopenda watoto. Jamani, tunafuta kabisa kwa jina la Yesu. Amina. Futa kabisa, utapata watoto yani mpaka utapata kama timu ya mpira. Timu ya mpira ina watu ngapi? Utawapata wa kutosha. Umeelewa usikubali hata siku moja, hata kama ni mzazi, kama anakuambia kitu ambacho ni negative, usikikubali. Sawa usikipokee. Sio kwa vita, lakini wewe mwenyewe usiweke imani yako. Yani kwa sababu mzazi amesema hivyo, usiishi na hicho kitu kichwani kwako. Wewe mwenyewe moyoni mwako
declare kwamba mimi nitapata watoto kwa jina la Yesu. Wewe si unamwamini Mungu? Ndio naamini. Sema Mungu aliyeniumba mimi kama mwanamke amenipa tumbo la uzazi, kwa sababu mwanamke kitu pekee alichonacho ambacho mwanaume hana ni tumbo la uzazi. Kwa hiyo unasema Mungu amenipa tumbo la uzazi, nitazaa watoto wa kutosha ambao mimi nataka kuwa nao. Si ndio? Amina. Unaenda na hiyo imani na Mungu kweli atakubariki. Sawa. Okay, kwa hiyo sasa una malengo gani? Malengo yako? Napenda kuimba. Napenda kuimba. Ulishaikuwa kwenye kwaya au umewahi kuwa? Unataka kuimba bongo flava, unataka kuimba kwaya, unataka kuimba nini? Napenda vyote, lakini napenda sana kuimba kwaya. Kuimba kwaya. Japokuwa sijawahi kujiunga, lakini mwenyekiti ananiambia kama ninapenda nitajiunga. Kwa labda niko na mambo mengi. Okay. Sikujiunga. Hicho ndio kitu ninachopenda. Kwenye biashara, unataka kuja kuwa mwanamuziki au hivyo kuwa kama waimbaji, au kwa kuwa unapenda watoto unataka baadaye uje uwe na kituo cha watoto? Hata hivyo pia. Kama Mungu akinibariki zaidi. Kituo cha watoto. Mungu ameshakubariki. Ndio maana uko hapa. Ukishazaliwa sawa, Mungu amebariki, kwa sababu Mungu alivyotuumba kitu cha kwanza alichofanya alitubariki. Kitu cha kwanza ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:26, Mungu kwamba alivyosema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu waende duniani wakatawale dunia. Cha kwanza aliwabariki, alafu akawaambia zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi. Kwa hiyo baraka za Mungu unazo. Sasa kilichobaki ni wewe unazitumiaje. Namna ya kutumia baraka au kufungua baraka ndio yale nilokuwa nasema mwanzo pale, kwamba unapofanya vitu vibaya kwa binadamu wenzako unafunga baraka zako. Unapofanya mambo mema unafungulia baraka zako. Kwa hiyo kama wewe unavyoishi vizuri na watoto wa watu, unapenda watoto na kanao vizuri, unafungua milango ya baraka. Utakapofanya mambo mabaya unafunga. Kwa hiyo katika kazi yoyote, hata hii kazi ya ndani, mwingine anafikiri labda nitakapokuwa na biashara yangu ndio nitaanza kufanya vitu vizuri. No, unafanya pale pale ulipo. Hata kama unafanya kazi ya kujitolea, fanya kwa haki. Fanya kwamba Mungu anaona. Yaani anayetakiwa kuniwekea tiki ni Mungu, sio binadamu. Maana yake ni kwamba baraka zako zinakuwa zinafunguka. Si umeelewa Hizo ndio kanuni za kimungu. Na hizo ndio sisi tuna kwenye mradi wetu, ndio kanuni zetu tunazozihubiri, kwamba ukifanya mema utafika mbali, utafanikiwa. Ila ukifanya mabaya unajifungia wewe mwenyewe. Sisi tumesema kitu kidogo tu. Mkataba wetu ni mwaka mmoja, si ndio? Wewe unaenda kule, unaleta ujanja wako, utatudanganya, si nimefiwa, si nimefanyaje. Wewe si unajiona mjanja, ila unafunga baraka zako. Kwa sababu wewe ndio unatudanganya, utudanganye sisi, unajidanganya mwenyewe. Na Mungu wako anayekuona hata kufungulia milango itafungwa, kwa sababu yeye Mungu sasa hivi alishaweka kanuni. Si kama ukiamua kupanda kwenye mti ukadondoka, unafikiri Mungu atakuja kukubeba? Atazuia. Hata Yesu, si shetani alimwambia jiangushe ili malaika aje akubebe. Alisemaje? Na ni Yesu yule, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unapofanya jambo baya eti utarajie baraka, sio kweli. Unataka baraka, fanya mambo mazuri, watendee wenzako mambo ambayo ni ya haki. Kwa hiyo na sisi hapa tunasema hii mikataba yetu ni sehemu nzuri sana ya kufanya mazoezi ya kutenda haki. Kama unataka kukatisha mkataba, kuna utaratibu tumeweka. Piga simu, jamani wa Dada Center, mimi nataka nikatishe mkataba. Sawa. Basi unasubiri muda fulani ambao uko kwenye mkataba. Hatukuletei sheria mpya. Sheria zile zile, kwamba basi kama umeshatupa taarifa ngoja tufanye mchakato na nini. Kwa hiyo sisi tunajua unaendelea na kazi, tutaleta dada. Hiyo ndio hukumu za haki. Hizo ndio hukumu za haki, kwa sababu unafanya kile tulichokubaliana. Ndivyo utakapofaulu kwenye maisha. Siku zote kwenye maisha yako, ukikubali kitu ndio, basi kiwe ndio. Kama ni hapana, kiwe ni ndivyo utakavyofanikiwa. Sasa watu wanafikiri kufanikiwa ni kwenda kuomba miujiza kanisani, kulialia, kukanyaga swi nini, kula nini, kunywa nini. Hamna. Mungu alishaweka vitu vina unavifunga mwenyewe, unavifungua mwenyewe. Period. Tunaelewana? Kwa hiyo Dada Janet, mimi kwa ushauri wangu, kwa sababu wewe bado ni mdogo, sisi hizi kazi za malezi, na kwa sababu unapenda sana watoto, unaweza kuja kusomea malezi. Umeona wale walimu wanaofundisha
zile nursery, daycare. naona. Unawajua wale? Najua. Anza kwa sababu unapenda watoto, ongezea na elimu kidogo kwa kwenda kusomea malezi ya watoto. Kwa hiyo unapofanya kazi unaweza ukaweka hela zako kwa ajili ya kwenda kusoma kile kitu. Ukisoma ile, kwa sababu dunia haiachi kuzaa. Watoto siku zote wataendelea kuwepo. Unajua kazi za malezi hapa wanalipwa shilingi ngapi? 500,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kama wewe unapenda, nenda kafikiria kwenda kuongeza pia na elimu. Sawa? Okay, Kwa hiyo pamoja na hiyo uimbaji utakuwa nao, lakini unaweza ukawa na biashara yako pia ya kituo cha daycare, nalea watoto. Si kitu chako unachopenda lakini kinakuingizia na pesa. Kama mimi sinapenda kusaidia wanawake. Umeona siwasaidii bure. Hapa mimi naingiza na wasaidia alafu napata na nini? Si mnanielewa? Yaani sio kwa sababu kitu unakipenda basi ndio unafanya bure. Hata wachezaji mpira wanapenda kucheza mpira, yani ni hobi yake, anacheza mpira, lakini anacheza mpira huko anaingiza hela. Waimbaji hawa wanafanya vitu vyao wanavyopenda, anapenda kuimba, lakini mwingine anaimba kwa pesa. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi napenda kusaidia wanawake, lakini nawasaidia kwa nini? Kwa hela. Huu mradi wa Dada Center unaniingizia hela. Sio bure. Hata hapa nawafundisha madini, ni madini makubwa kweli kweli. Lakini napata hela. Ndio maana mimi siwapi kazi kienyeji. Nimetengeneza mfumo na wafundisha nini maana mikataba, utaratibu, jifunze kwenye maisha vitu kama hivyo. Nitakusaidia, si ndio? Sawa jamani? Haya. Kwa hiyo dada Janeti utafanyia kazi wa ushauri, kama utaona unakufaa unaweza kukusaidia. Asante. Karibu sana. Asante. Na ila na imani bosi atakaye kupata, kwa sababu kwa vyovyote vile lazima tukupe bosi mwenye watoto. Kwa hiyo atafurahi sana. Maana yani unavyoongelea kuhusu kupenda watoto, yani hata mimi ningekuwa na mtoto mdogo ningekukamata wewe, kwa sababu yani ni mtu ambaye unaonekana mwili wako unasema kwamba kweli unapenda watoto. Maana kuna mwingine anakuambia anapenda lakini anachoongea na mwili wake ni vitu viwili tofauti, ni muongo, anatafuta hela. Lakini wewe ni kutoka moyo na kuona bosi atakaye kupata watoto wake wataenjoy sana. Kabisa. Lakini usiishie tu hivyo kupenda watoto, yani kawekeze hapo. Ndio maana nimekwambia kasome zile za ualimu wa watoto wadogo, utapiga hela sana kwa sababu hicho kitu tayari ushakuwa nacho cha kupenda watoto. Sawa? Haya.